Asante sana waheshimiwa ambao ni watazamaji katika mtandao wetu wa Kenya TV. Turudi Kenya kidogo ili nikufahamishe yale ambayo yanaendelea haswa katika sekta ya siasa. Sasa wakati vile mnajua tarehe 27 mwezi huu wa Novemba mwaka huu 2025 tupo na chaguzi ndogo katika maeneo mbalimbali humu nchini. Siku ya leo ni siku ya Jumamosi, wakati gavana wa kaunti ya Trans Nzoia na viongozi wengine kutoka mrengo wa upinzani walikuwa katika wodi ya Kabuchai iliyoko katika kaunti ya Bungoma, kwa sababu kuna uchaguzi mdogo utafanyika pale ili kumchagua mwakilishi wodi mpya. Milio ya risasi iliweza kusikika katika mkutano ambao ulikuwa umesimamiwa na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, wakati aliweza kunusurika. Kabla nikufahamishe kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Kando yake kuna kengele hapo, bonyeza hicho kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV. Na ikiwa huja subscribe na kumemeleza uweze kusubscribe. Without wasting your time, back to our analysis ili nikufahamishe ni kipi ambacho kimeweza kushuhudiwa. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amenusurika kifo baada ya mkutano ambao alikuwa anaendesha katika wodi ya Kabuchai Bungoma uliweza kusambaratishwa, milio ya risasi kusikika wakati alipopunde tu alianza kuzungumza na kumlaumu spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula. Hivi ndivyo hali ilianza baada ya kusema Moses Wetangula. Tusikize. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa. Ikabidi walinzi wake wamkaribie, wakamuingiza kwa gari ghafla kwa sababu alikuwa ametokelezea juu ya gari. Wakamuingiza ndani na msafara ukaondoka eneo hilo mara moja, huku ikisemekana ya kwamba ni mambo ya kisiasa, kwa sababu yeye mwenyewe na mrengo upinzani wanamuunga mkono ambaye anaitwa Eric Wekesa ili kushinda kiti hicho cha uwakilishi wodi katika wodi hii ya Kabuchai. Ikumbuko kwamba mawe yalianza kurushwa kwa msafara, huku magari mengine yakiharibika makubwa. Na ripoti ambazo tunazipokea katika meza yetu ya habari hivi sasa ni kwamba mmoja wa wawakilishi wodi katika kaunti ya Trans Nzoia ambaye alikuwa na George Natembeya, naye aliweza kujeruhiwa na amekimbizwa hospitali ili kushughulikiwa kulingana na ripoti zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Kumaanisha uchaguzi ama chaguzi hizi ndogo ambazo zinafanywa wiki kesho zina mengi, lakini mbona mashambulizi yanashuhudiwa? Kwa sababu kulingana na katiba kuna uwazi na kila mmoja akona uhuru wa kuongea,
na kila mmoja anakubaliwa kuwania kiti chochote kile, na kila mmoja anaruhusiwa kufanya kampeni hapa na pale. Mbona tunashuhudia haya yote yakiendelea kushuhudiwa? Ikumbuke kwamba gavana huyu ndiye aliweza kuanzisha mchakato wa kusema tawe Moses Wetangula, tawe Musalia Mudavadi, tawe. Ni jambo ambalo limemweka George Natembeya kuwa katika hali fulani, haswa katika sekta ya siasa katika eneo la magharibi mwa Kenya. Ikumbukwe George Natembeya aliweza kuwekwa wakufu ili kuwa msemaji katika jamii ya magharibi mwa Kenya, kiti ambacho kimekuwa kikishikiliwa na Musalia Mudavadi kwa muda mrefu. Kwa hivyo kuna vita vya kisiasa, ubabe wa kisiasa, nani anastahili kuzungumza, nani anastahili kuwa msemaji, nani anastahili kuwa msimamizi haswa kisiasa kutoka eneo la magharibi mwa Kenya. George Natembeya ni miongoni mwa viongozi katika mrengo upinzani ambao wameanzisha mchakato wa kuhakikisha ya kwamba uchaguzi ujao mwaka 2027 mabadiliko makubwa yanashuhudiwa, haswa katika viti mbalimbali vya kisiasa, kuanzia kiti cha urais hadi kiti kile cha uwakilishi wadi, ili kuleta uwazi, kuleta umoja, kuleta upendo, kuleta maendeleo katika sehemu mbalimbali humu nchini, na yeyote ambaye anatoa ahadi ahakikisha ya kwamba ahadi hiyo ambayo anaitoa imetimizwa. Kwa hivyo ni siasa ambazo zinaonekana kuchukua mrengo mwingine tofauti, na kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba katika chaguzi hizi ndogo ndio tunaenda kuona ubabe wa kisiasa. Nani anaenda kushinda kiti cha urais, ugavana, ubunge 2027, kwa sababu ni kama litmus people. Ndio maana unaona aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amekita kambi kule Mbeere kaskazini, akaaba akasema ya kwamba liwe liwalo na liwe, haondoki pale hadi wakati Newton Karish atashinda kiti kile. Huku naibu rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki naye akasema haondoki pale, na yeye lazima atahakikisha ya kwamba Leonard naye ameshinda kiti kile kupitia chama cha kisiasa cha UDA. Na aliweza kusema yeye ndiye msemaji. Profesa Kindiki aliweza kusema yeye ndiye msemaji wa jamii ya Mlima Kenya, lakini tutasubiri tuone nani atakuwa na ubabe wa kisiasa eneo la magharibi mwa Kenya, Mlima Kenya, na hata eneo la Gusii. Kuna chaguzi ndogo za uwakilishi wadi kule Nyamira County, ambapo mmoja wa viongozi kutoka mrengo upinzani Dr. Fred Matiang'i naye anakuwa tested against the government UDA political party. Tuone nani ataenda kushinda. Tumeshuhudia mengi, lakini tutaona vile mambo yataenda. Sisi tumekita kambi kila mahali kuhakikisha kwamba tunawajulisha yale ambayo yanaendelea, haswa katika chaguzi hizi ndogo zinaendelea katika sehemu mbalimbali humu nchini. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kufahamisha yale ambayo yanaendelea haswa katika taifa letu la Kenya. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content. Always to other WhatsApp groups are developed on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.